Kwa hiyo mmekubaliana na maamuzi yenu. Talaka ni kitu cha mwisho kwenye maamuzi. Kaeni mfikirie vizuri. Ni sauti ya wakili ikisikika. Leo hii hawa wanandoa wawili wameamua kutalakiana kati ya Kemi na Usazi baada ya vurugu la muda mrefu kuweza kutokea. Licha akili kuweza kuwanasihi sana, ila bado wakatamani kuachana. Okay, sasa vipi kuhusiana na nyumba? Ataondoka mwanamme, maana wote huwa wanafanya hivyo. We mwanamke, nimekuoa wakati nyumba ninayo. Itawezekanaje mimi niondoke halafu ulete vijana wako mundani? Mimi sikubaliana na huo mgao. Mwisho wakubaliana wataishi kwenye nyumba moja, lakini kila mmoja ataishi nusu yake mpaka pale itapouzwa nyumba na kuweza kugawana mali. Wakili akakubaliana na wazo lao. Leo hii maisha ya kuishi nusu kwa nusu yameanza. Huyu anapika huku na huyu ana sehemu yake nyingine ya jiko. Huku upande wa pili Kemi amefika kazini kwake. Ana shoga yake mmoja ambaye anaitwa Anji. Hapa anampa umbea nyumbani kwake. Nimemwona ex wangu leo akipika, alikuwa akifura kwa moto. Atakoma na bado. Sasa shoga yangu, wewe ushaachana na mumeo. Sasa nini kuweza kumfuatilia? Au bado unampenda? Nimpende nani? Mimi wala simpendi. Basi wacha kumfuatilia wewe, move on tu. Sasa nini kujua anafanya nini na nani? Achana naye. Wakabidi waingie ndani wakafanye kazi. Huku upande wa pili kwa Usazi na mshikaji wake ambaye anaitwa Tunde. Na yeye story zake Usazi ni kuhusu Kemi tu. Yaani wameachana lakini bado wanafuatiliana. Na Tunde anamshauri Usazi na yeye move on tu. Unajua mamangu aliniambia ukiwa mkubwa na ukioa huwezi kukosha madishi wala kufua. Nikasema wacha nioe, ila nimeoa bado nakusha madishi na nafua pia. Si bora niwe bachelor tu. Tunde akaamua sepe tu, maana hana ushauri hapa atakaotoka sikilikana. Baadaye sasa Usazi anafanya kazi zake, akaona picha ya Kemi. Akakumbuka alivyoonana na Kemi. Kuna siku Kemi alikuwepo kwenye baa fulani hivi anamsubiri shoga yake. Akaja baharia mmoja hivi anataka namba. Kemi akawa anamzugazuga tu pale, ila baharia akaona hapa hataki atoke patupu. Alipokuja Usazi akaangalia ile situation. Mwisho kabidi amfuate Kemi na kumsaidia pale kama ni boyfriend wake vile. Baharia akasepa. Mchiza akapiga naye story, akatoka naye nje. Mwisho akaomba namba kiulaini na demo akatoa. Sasa baadaye usiku wakati Usazi anafanya kazi zake, mara anakuja Kemi na kiguo cha mipinduko zaidi. Anachukua ufunguo. Unataka kutoka, unaenda wapi umevaa hivyo? Mimi na wewe tushaachana, kwa hiyo naweza kwenda popote na vyovyote. Ndio vaa hivyo. Wewe hunitaki ila kuna wengi wananitaka. Akageuka akasepa. Mchiza akabaki kuchungulia dirishani tu. Mali ndio hiyo inaenda mzee. Kumbe Kemi kafanya makusudi kumuumiza roho to Usazi. Anaenda kwenye sandwich ya mtoto tu na kavaa vile makusudi. Hapa anamwalisha shoga yake jinsi Usazi alivyokuwa kiumia alivyomwona kavaa vile. Sasa siku ya pili Kemi anapigia mashoga zake kuwa anataka kufanya sherehe ya kuweza kuachana na mumewe. Yaani wakaruke pari wale wanywe. Wakati huo Usazi anasikia maneno ya mkewe vizuri kabisa. Baada ya kumaliza kuongea na simu, akatoka nje. Akaonana na Usazi. Akamuuliza kwa nini anataka kufanya sherehe. Kwa sababu nimeachwa na niko free kufanya chochote kile. Lakini talaka si jambo zuri usherekee. Hakuna leo hata mmoja kina kusherekea talaka. Mimi ndo nitakuwa kwanza. Kwa hiyo Kemi akalazimisha kuwa lazima afanye sherehe. Sasa baadaye muda sherehe umefika. Kemi yupo na mashoga zake wanafurahia kuachwa. Mara na Usazi kwa upwade mmoja huko mkali. Akienda naye sehemu moja alioenda mkewe. Kemi akamfuata. Mbona umekuja na malaya wako hapa? Hebu niache, wewe sio mke wangu. Kwa hiyo mimi na uhuru wa kufanya vyovyote ninavyotaka. Kemi akaondoka pale. Yaani hawa wawili ni mwendo wa kuchoma na roho tu na mwenzake. Baada ya sherehe kuisha, Kemi karudi mageto. Usazi na yeye kaja na demu wake ndani. Mabusu tu kumchoma roho Kemi. Mwisho akapanda ndani ile wakakishenyente. Kemi muda huwa anaumia tu roho. Na yeye Kemi alichokifanya siku ya pili, akaamua agize perfume ya bei ghali na viguo vya ndani. Akamtuma delivery. Akifika kwake aseme katumwa na mwanamume alete hapa. Na alopokea ni Usazi. Akaanza kuangalia. Kemi alipokuja akachukua vitu vyake akasepa. Anajua sasa na yeye akamkomoa. Akaingia ndani na kumpigia Anji, kumweleza hali ilivyo. Anji akanamwambia si vizuri hivyo ambavyo unafanya, ila Kemi hataki ushauri. Yeye kampigia mpe ubuyu tu. Mambo mengine hayaache. Siku ya pili kazini Usazi kawa anamhadisia Tunde kuhusu mkewe kuletewa zawadi na mwanamume. Tunde akamshauri ila nyinyi mshaachana. Sasa kwa nini unamfuatilia analetewa nini na nani? Baadaye Tunde akasepa. Mchizi ndo akakumbuka kabla kuachana na mkewe ilikuwa inatokezea analetewa zawadi na mwanamume. Na alipojaribu kumuuliza alisema amemtuma tu secretary wao. Koza alikuwa na kikao na wafanyakazi. Na si kama ni zawadi za mwanamume. Baada alikuwa ananunua tu mwenyewe. Na kuna siku tena mchizi kichupa kimejaa. Akamkuta mkewe anafanya kazi. Itabidi amuombe angalau dakika 5 tu. Akakishenyente kisha atarudi kufanya kazi. Ila pale pale akapigiwa simu na shoga yake. Akamwacha mumewe na kwenda kufanya kazi. Hivyo ndo vitu ambavyo vilikuwa vinamtetea sana Usazi kwa Kemi. Huku upande wa pili Kemi anashtuliwa kuwa bosi wake anamwita. Ikabidi aende kuonana naye kwenye gari yake. Bosi akamwalika kwenye party ambayo ataifanya nyumbani kwake. Lakini aende na
mumewe. Kemi akasema yeye kashaachwa, hana mume. Ikabidi bosi wake amwambia anaweza tu kuja yeye kama yeye tu, haina shida. Na Kemi naye akakumbuka jambo ambalo lilikuwa linamuumiza kwa mumewe. Kuna siku alimwambia kuwa mama yake anakuja na atakaa kama wiki moja hivi, ila Kemi hakuwa tayari kupokea mgeni kutokana na ubizi wa kazi. Mchizi akalazimisha sana japo siku 3, ila Kemi hakutaka na akataka kama anakuja basi ni siku 2 tu. Mchizi kabidi amchane mama yake ukweli. Mama yake Usaze akaja, ila hakutaka kusalimiwa wala kukaribishwa ndani, maana kashaambiwa kama mkwewe hatakiaje. Bi mkubwa mpaka maji akasema atenda kuchukua mwenyewe tu. Kemi hakupenda kile kitu, akenda kumchana Usaze kwa ambacho amemfanyia. Baadaye muda akula, Bimaza akaanza kutoa povu. Mwanangu, yule mwanamke siye, ona ulivyokonda. Mwanamke kupika hajui, hebu achana naye, kuna wanawake wengi tu wazuri. Alimponda sana tu mkwewe, lakini mwenyewe alikuwa anasikia tu. Ukiachana na story, huku upande wa pili Usaze yupo na bosi wake. Alikuwa anaomba saini ya bosi wake, akatiliwa saini ya kazi. Baadaye Usaze akamuuliza bosi wake, kwa nini unampelekea mkeo maua kila siku? Ni kwa sababu napenda kumfanyia aone na mjali na kumkia sana. Ukifanya hivyo mwanamke atakuona unampenda, lakini si kwa mke wangu. Kwani mkeo umemfanya jambo gani ambalo linamfanya akupende? Ilikuwa analipa bili zake na kumpatia pesa kila siku. Unakosea mzee. Mwanamke kuna muda hawahitaji pesa, wanataka kuonesha kwa mjali na kumkia na kumuonesha mapenzi. Kuna muda ndo wanavyovitaka. Nahitaji uzurie kwenye section yangu, utajifunza mengi. Usaze akakubali. Siku ya pili Usaze anajiandaa kutoka, mara na Kemi naye anatoka. Usaze aligana kumshangaa Kemi kwa jinsi alivyotokelezea, mpaka akashtuliwa akaambiwa apishe njia, ndo akapisha. Kemi akasepa na Usaze naye akasepa. Kumbe wote anakwenda kwenye section moja. Kumbe bosi wa Usaze ni mume wa bosi wa Kemi. Section ikaanza, ila kila mmoja kwa uchuna. Wanaambiwa tizamana, lakini kila mmoja anaangalia pake. Mwisho wakatizamana, wakaambiwa mwanamume amwekee mkono mwanamke kwenye bega, wakekeana. Ila Kemi na Usaze wakawa wanaangaliana kwenye feeling ya mbali sana. Watu washaambiwa shushe, ila wao bado wanaomba, wakaambiwa waondoke, ila wao bado wanaangaliana tu mpaka huko wakashtuka. Kabidi Usaze aondoke. Sasa kuna mdada mmoja anatoa ushuhuda, wakati anaolewa palikuwa pana maelewano na mumewe na ikaribia kuachana, mpaka pale akakutana na mwanamke mmoja na kumfundisha kuwa mwanamke ni jiko. Ndipo hapo alipoamua kuingia sokoni na kuanza kumpikia mumewe, na si ngumu, ni rahisi tu. Kemi na yeye ndo akakumbuka ubizi wa kazi walivyofanya mpaka akawa hapati muda wa kumpikia mumewe. Anakuja mumewe anauliza chakula, anaambiwa chakula hamuna. Alijua kumbe anakosea. Wanaume wakarudi, wakaanza kuulizwa ni jambo gani ambalo mwanamke hapendi kwa mumewe. Akaanza na Kemi. Kemi akasema ni vile mumewe kumgombeza na kuona kwamba kila kitu anachokifanya ni makosa. Alitoa povu sana mpaka akashindwa kuongea, ikabidi asepe tu mitaa ile. Usaze akamfuata, ila Kemi akaomba akae tu peke yake. Usaze akasepa. Baadaye wakarudi nyumbani. Usaze akataka kuongea naye, ila Kemi akasema kachoka na anataka akaoge akalale. Mchizi akamtakia tu usiku mwema. Na siku ya pili asubuhi Kemi gari yake imeharibika na amepeleka kwa fundi, ila fundi akacherua kuileta. Usaze akamwomba basi ampeleke kazini kwake. Kemi akakubali. Usaze akamfungulia mlango wa gari Kemi, jambo ambalo ni geni kwa Kemi, hajawahi kufanywa toka wanauana. Baadaye kazini kwa Kemi anamwadisha shoga yake Angie kwa hili jipe lililojitokeza. Ni maajabu sana kwake mume wake kuweza kumfungulia mlango. Angie alimpongeza labda mumewe kajirudi. Baadaye tena Usaze kamletea ufunguo Kemi, kaenda kuichukua gari kwa fundi. Yani sasa hivi Usaze anamkea sana Kemi, na yeye Kemi na yeye akaona asiwe mchoyo, akamwandalia chakula Usaze na kumtengea jikoni. Wakati Usaze anaingia jikoni anakuta chakula na kimemo cha kuwa nimekuandalia dina. Usaze naye hakuchoka kufungulia mlango mkewe kila siku akienda kazini, na hata kama yeye hayupo basi anamtuma mlinzi afanye hivyo, mpaka Kemi moyo wake ukalaidika. Na leo hii nyumba yao ambayo alikuwa anataka kuiuza wakawa hawataki kuiuza tena, na akamwambia dalali watalifikiria kuhusiana hilo, kama ofa itawaridhisha ama vipi. Sasa kuna siku mchizi akataka kuandaa chakula, anakuja Kemi na kusema ataandaa pamoja leo. Wakaanza kuandaa chakula pale, mabusu mingi akapigwa sana, kumaanisha mapenzi yamerudi upya. Ila mara simu inaenda. Usaze akamwambia Kemi kuwa ni simu ya dada yake, kwa hiyo akapokea, ile kilichoongelewa kule hatukukisikia. Siku ya pili mlango unagonga, kufungua ni delivery. Kemi akachukua mzigo, ulikuwa ni mkataba wa nyumba na funguo. Kemi moja kwa moja akazani kwamba mchizi kachukua apartment nyingine na yeye kashaanza kumpenda kutokana na moment ambazo alikuwa akizifanya Usaze. Mwisho moyo wa Kemi ulikuwa ushalainika tayari. Kwa hasira kabida ampigie dalali na kumwambia amekubaliana na ofa. Samida baadaye Usaze anakuja anamuuliza kwa nini kakubaliana na ofa, ila Kemi muda huo sumu ipo nyingi kichwani, akasema hataki ushauri. Usaze kabida asipe. Siku ya pili Usaze kama kawaida yake akienda kumfungulia mlango Kemi wa gari, mabusu mengi akapigwa pale, na Kemi kumwambia kama anampenda sana Usaze, na mapenzi akarudi tena. Ule funguo wa nyumba ni kwa ajili ya dada yangu, alikuwa anakuja kwetu, na mimi nilipoona ubizi wetu wa ndani nikaona bora nimtafutie apartment nyingine ili akae yeye asije kudisturb sisi. Kemi akamuuliza kajifunzia wapi kufanya yale mambo ambayo alikuwa akiyafanya mara ya mwisho. Siku ile tulipokwenda kwenye section na mabusi zetu, mabusi mengi sana pale akapigwa, na leo hii wakamwita tena wakili, anataka kufunga tena ndoa na si kuachana.
Kuna kitu gani nimekimisi mzee? Hujakosa kitu, bali tunataka kufunga ndoa tena tu. Na hapo ndo kama mwisho wa hii movie ya kuitwa Half and Half. Full movie utaipata kwenye channel ya Chennai Love Eze TV. Hiki nimekuwekea kwenye description hapo. Niwekee comment yako mjifunza nini hapo. Hii ni 071 Code Recap. Usisahau kusubscribe na kuturn notification bell ili kuwa kwanza kupata update za movie zetu kila siku. Mimi ni mtu poa kabisa, unaweza kuniita Mr. Coolman ama Jangabo Official. Asante sana kwa kunisikiliza, naweza kusema bye.